Awali yote ni kwamba ninamshukuru Mungu kwa kunipatia fursa ya kufanya kazi yake katika eneo hili la Mwandegwe. Ni mara yangu ya kwanza kufika katika eneo hili kwa ajili ya kusali na hata kijiografia ni mara yangu ya kwanza pia. Lakini nashukuru kwa sababu nimekutana na watu wakarimu sana, watumishi wa Mungu wanampenda Mungu. Naam, tulikubaliana kwamba kipindi kinaanza saa 11 kamili jioni na kikweli saa 11 kamili walikuwepo kanisani. Ombi langu ama wito wangu ni kwamba kanisa la Mwandegwe lina idadi kubwa ya vijana na hasa vijana wadogo kuanzia mwaka mmoja kuelekea mpaka miaka 13 ni wengi kuliko watu wengine wote. Na hili ni kanisa zuri ambalo likiandaliwa vizuri litaweza kusimama imara siku za usoni kuendeleza kazi ya Mungu. Biblia ina ushahidi ya kwamba mwanamke ameonekana kuwa thabiti na imara sana katika habari ya malezi. Kisa cha malezi ya Timotheo, bibi yake Lois na mama yake Eunike kwenye kitabu cha waraka wa kwanza kwa Timotheo vinatupa uthibitisho kwamba mwanamke ni shujaa wa malezi. Kama vile haitoshi, hata Musa pia alivyolelewa. Kama sio nguvu ya mama mzazi, Mzee Amran atuoni akitajwa sana kwa habari ya malezi sahihi ya Musa. Lakini katika miaka 12 ambayo mama yake alikaa naye ilimtosha kusimama imara hata katika nyakati za taabu. Na tusisahau kwamba Musa alikuwa ni amelelewa katika familia ya kifalme, inaweza kata royal family, ambapo angebaki pale alikuwa na uwezo wa kuwa kiongozi mkubwa sana katika ile taifa. Lakini kwa sababu ya nidhamu na misingi iliyojengwa na mama yake, aliamua kuacha starehe zote na fahari yote duniani, akachagua kwa upande wa Mungu. Kwa hiyo kama vijana na kama kanisa tunalo jukumu la kufanya kuhakikisha kwamba tunaendeleza kizazi hiki cha vijana. Kwa unapozungumzia habari ya ushirikiano katika vitendo, ni kwamba sisi wenyewe tuweze kuwa ushuhuda. Tumeona vile ambavyo maombi yanakuwa na mchango mkubwa sana katika kubadilisha hata vitu ambavyo tunaona kwamba haviwezekani. Kwa hiyo tukimheshimu Mungu tukamtii, tutakuwa wanafunzi bora, tutakuwa na marafiki bora, tutakuwa ni watu ambao ni msaada sio tu kwa jamii bali hata kwa taifa letu, na hatimaye tutaweza kujenga ufalme wa Mungu unapongoja wadia mara ya pili. Ombi langu ni kwamba kila mmoja, kama tulivyojifunza katika masomo yetu ya juma la vijana, ni kwamba anayo karama. Na kuna hata mtu mmoja asiyekuwa na karama. Fanya juhudi, utambue karama yako na uifanyie kazi katika kujenga ufalme wa Yesu Kristo. Nawe utabarikiwa. Asanteni sana. Mungu azidi kutubariki. Ikimpendeza, tukutane wakati mwingine kwa ajili ya kutukuza jina lake. Asanteni watu wa Mwandegwe, asanteni viongozi wetu wa idara ya huduma za vijana katika ngazi ya conference na jimbo kwa ujumla. Tunashukuru kwa kupatia nafasi sisi tulio wadogo kuweza kusimama katika nafasi hizi ambazo mtakaa msimamo wenyewe kama viongozi kwa ajili ya kusimama na watu wa Mungu. Nami nashukuru sana, asanteni.